Hiyo ndiyo habari ya sala ilivyo. Hapa ndo amani itapatikana, kwa kuonekana waislamu wote wameshughulishwa na ibada ya sala, kila kitu kitakuwa rahisi baadaye. Lakini kama imepuuza sala, bora karata. Kama sala itakuwa iko chini, bora mechi ya futboli. Kama sala itakuwa chini, bora mdundiko kwa wanawake na wanaume. Kama sala itakuwa chini, bora rusha roho kwanza. Kama sala itakuwa iko nyuma, bora chengine chochote cha duniani. Basi fahamu hakuna salama. Maana yake wakidharau watu wito wa Allah, basi wito wa mwingine fahamu kwamba ndo utadharaulika zaidi. Mwingine madhali amedharau amri ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo maana yake. Kwa hivyo ndiyo maana katika ulezi wa Kiislamu Mtume akasema, muru auladakum bisalati idha balaghu sab'an, waamrisheni watoto wenu kwa ibada ya sala na mapema udongo upatikane ulimaji. Ibada ya sala wakifika miaka 7, anzeni kutoa amri majumbani, wapate kujizoeza, waizoee mpaka sala iwe ni kitu cha kawaida kwao, kimaumbile, kiko ndani ya akili, kiko ndani ya nyoyo, kiko ndani ya viwiliwili. Tena Mtume akatahadharisha, wadhribuhum, sasa anzeni kuwapiga mikwaju idha balaghu 10, pindi wakifika miaka 10. Sasa wazazi majumbani, tumieni vipigo, bakora, tena uwe serious mpaka kuone mwanao kwamba kumbe hii sala kitu kubwa sana hii, mbona kama sana kama hivi, huyu ananipiga hivi, ananipiga kama hivi. Kwa nini? Kwa sababu ikiweza kuheshimiwa ibada hiyo, ndo yataheshimiwa mambo mengine mbalimbali ya binadamu. Na kwenye ibada ya sala kuna mkutano wa Waislamu kutwa mara 5, na kuna mkutano mkubwa zaidi wiki mara 1, na kuna mkutano mwingine mwaka mara 1 katika mambo ya Eid al-Haji au Eid al-Fitri. Kwenye mikutano ile Waislamu watakiwa wawe kitu kimoja, tena wanapendana, madhali wanarukuu pamoja kwa kuisikiliza amri ya imamu mmoja, wameelekea kwa Mungu mmoja na wameelekea pahala pamoja tu, kibla peke yake, hakuna mtu mwingine ambaye kaelekea huku wala huku, wote wako pahala pamoja. Ina maana jambo lao ni moja. Halafu ndani ya ibada ya sala kuna suala la kuangaliwa sana kuhusu upangwaji wa safu. Mtume kimshughulisha sana upangaji wa safu katika sala. Alifika kusema, sawu sufufakum wataqarabu wa'tadilu wahadhu baina al-a'naqi wasuddu al-furuja, wekeni sawa safu zenu na mkurubiane mlingana.